Umewaonaje ukingoni kwenye ligi, lakini pia kombe letu la FA kwa maana ya CRDB, lakini pia michuano ya klabu bingwa barani Afrika na kombe la shirikisho nayo pia imefika ukingoni. Ushiriki wa Simba na performance yao ya msimu huu, tuanzie kimataifa. Simba imefika finali na kupoteza. Umepokeaje performance yao na hatua ambayo wamefika msimu huu? Mimi binafsi nasema lazima tuwapongeze sana kwa hatua hiyo waliofika. Kwa sababu kwanza wewe umecheza mpira unaelewa. Timu ya Simba ilikuwa mpya. Kocha kaja mpya. Kwa hiyo msimu mpya kwa kocha mpaka kufika finali na kwa kucheza mpira mzuri, kwa kweli wanastahili sifa kubwa sana. Ile kufungwa ni mpira, ni game of chance. Haiwezekani kila wakati ucheze wewe ushinde. Haiwezekani. Lazima kuna wakati utashinda na kuna wakati utashindwa. Lakini mimi nataka niwape nguvu kwamba katika international matches Simba waliperform very well, wala hakuna wasiwasi, wala hakuna mlaumu hata mchezaji wala kocha. Wanastahili sifa kubwa kabisa na kwa kweli Oscar, hawa vijana wanastahili pongezi kubwa sana. Kabisa. Alhaji, kuna issue ya dabi ya Kariakoo. Tuanze pale nyuma kabisa, ambako tarehe 8 ya mwezi Machi dabi iliahirishwa na bodi ya ligi Tanzania, lakini ikiwa imetanguliwa hapa nyuma usiku wa manane hivi tuliona taarifa kupitia mitandao ya kijamii ya klabu ya Simba kwamba hawakuwa tayari kuweza kuicheza mechi ambayo ilipaswa kuchezwa siku iliyokuwa inafuata. Wewe ulipokeaje maamuzi ya bodi ya ligi kwenye kuahirisha mchezo ule? Unajua kuna mkanganyiko. Wakati Simba walipoongea hivyo, mimi nilijaribu kuwatafuta viongozi na nikaongea nao, nikawapa tahadhari. Nikawaambia msipopeleka timu madhara yake ni makubwa sana. Okay. Kwa hiyo bahati nzuri nikaja nikashangaa, nikagundua kumbe sio kwamba Simba hawataki kucheza kwenye mechi, isipokuwa bodi ya ligi na TFF ndio wameamua kutocheza ule mchezo. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo hapo Simba unawatoa kabisa, hawahusiki. Ndio. Kwa hiyo ulikuwa ni uamuzi, na walioamua ni watu wenye mpira wao. Nitakupa mfano. Ndio. Kama unakumbuka cheni ilikuwa ichezwe Tanzania mapema sana. Kabisa. Kamati ya CAF ikaleta maelekezo kwamba tumeahirisha, tumesogeza mbele. Hivi kulikuwa na mtu yote Tanzania anaweza kauliza tena kwa nini mmesogeza mbele? Huwezi kuuliza, kwa sababu kanuni na katiba ya CAF iko very clear kwamba maamuzi ya kamati ya utendaji huwa ni ya mwisho wala hayapingwi. Kwa hiyo na katika ratiba kwenye kanuni za ligi siku zimeandikwa hivyo hivyo. Kamati ya utendaji au bodi ya ligi ina mamlaka kufanya marekebisho ya ligi kadri wanavyoona wao inafaa. Kwa hiyo mimi nina imani kwamba mechi kama unavyosema wewe lazima tarehe 15 mechi. Lakini kwenye kuulinda mpira wetu, kulinda mashabiki ambao wanalipa viingilio vyao, kuheshimu pia uwekezaji ambao timu zetu zinafanya, tuna udhamini mkubwa sana kwenye mpira wetu. Unadhani maamuzi ya bodi ya ligi kuiahirisha mechi yalikuwa na tija kwa kiasi gani? Siwezi kusema yalikuwa na tija yoyote, bali katika hali iliyokuweko mkanganyiko mkubwa uliotokea, walichotaka wao nadhani kufanya kuwe na harmony katika mchezo wa mpira wa miguu, na vile vile kuhakikisha kwamba kuna fair play katika mchezo wa mpira wa miguu. Lakini kuna hisia, Alhaji, kwa mashabiki, wanachama na wapenzi wa Young Africans kwamba bodi ya ligi walifanya yale maamuzi kuweza kurescue Simba ambaye sehemu ya wachezaji wake hasa wale wa kikosi cha kwanza wako injury by then. Mlinda mlango Kamara, Shemalon, center back pamoja na wachezaji wengine. Hizi sauti kwa kiongozi wa kariba yako na namna ambavyo unafahamu mpira wetu, unaona kulikuwa kuna mantiki yoyote ya bodi kweli kuiahirisha ile mechi?
kulikuwa hakuna mantiki yote ya maana ya mechi ile kuahirishwa kwa wakati ule. Okay. Lakini kwa kuwa wameshafanya makosa bodi pamoja na TFF yao wenyewe, huwezi sasa ukazilaumu tena Simba na Yanga. Kwa hiyo kwa kuwa wamesharekebisha wenyewe, wamegundua wamefanya makosa bila shaka, ndio wakaamua kumechi ichezwe tena tarehe 15. Mimi bado msimamo wangu uko pale pale. Hayo yaliyotokea tusamehe. Sasa hivi nadhani haitatokea tena, watu wamepata fundisho, kwa sababu hii swala la kwamba hatuchezi limefika mpaka bungeni. Mimi nilikuwa kwenye mkutano mkuu juzi pale Dodoma, kila ndugu yangu Makala akiongea, watu wa Yanga wanapiga kelele hatuchezi. Sasa hatuwezi kuuza hizi vilabu vyetu viwili. Ni vilabu ambavyo ni kioo wa mpira wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nawasihi kabisa Young Africans, na mimi najua Yanga wataleta timu Oscar. I can bet with anybody. Kwa sababu gani? Wanaelewa madhara ya kutokupeleka timu tarehe 15. Kwamba watawapa Simba pointi 3 na magoli 3. Na wao watanyang'anywa tena pointi 15, which means wacheza katika mashindano ya kimataifa. Na wao unajua sasa hivi mashindano ya CAF, kabla hujaingia una $50,000 ambazo ni karibu milioni 100 ngapi? 135 sasa hivi. Lakini Yanga walikuwa na mapendekezo yao ambayo walikuwa wanataka kuona uwajibikaji. Kuna watu wanawajibishwa ndani ya bodi ya ligi ili kutengeneza standard ya mpira wetu. Wewe unasemaje kwenye hili kwa viongozi wa bodi ya ligi kuwajibika kwanza kwenye kuahirisha ile dabi ya kwanza? Mimi sina pingamizi. Kiongozi yote mzuri akishaona mahali pamechafuka ndio kuokoa. Usingoje mpaka watu wakusute au wakutukume au nini. Wewe mwenyewe unataka ujipime uone maamuzi haya niliyafanya yalikuwa mazuri au mabaya, na je reaction ya Watanzania ikoje baada ya maamuzi haya. Kwa mimi nakubaliana na wewe kabisa kwamba ingekuwa busara kwa mwenyekiti wa bodi kwa sasa hivi, ndio angechukua responsibility, angewajibika kutoka kwenye nafasi yake. Yeye binafsi angechukua responsibility kama mwenyekiti wa bodi, ndio akajiuzuru ili atoe nafasi kwa watu wengine.